Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh, na karibuni katika Formula Comedy Podcast. Formula Comedy Podcast, where we bring light to the darkest battles. I'm your host MC Formula. Leo niko na mgeni yangu Chef ambaye atajitambulisha. Asante sana. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh, watazamaji. Kwa majina naitwa Mzee Ahmed Said. Mimi nikiwa ni mzee vile vile nikiwa mwenyekiti wa Interfaith Network Isiolo na vile vile kutoka baraza kuu la wazee la nchi hii. Shukrani kwa nasi leo. Mada yetu tunaongelea kuhusu mental health. Kulingana na wewe Chef Ahmed, what is meaning ya mental health, ina maana gani? Asante sana. Mental health ni lugha ya Kimombo. Msongamano wa mawazo ni kawaida hutokana na kufikiria sana kwa jambo ambalo pengine linasumbua mtu. Na nikisema mtu inaweza kuwa kijana, msichana, mzee au mama. Mtu wa kila makamo anaweza kupata hii madhara ya msongo wa mawazo. Na kwa hivyo ni jambo ambalo kwa hakika siku hizi linazungumziwa sana kwa sababu ya hali ya mazingira ambayo tuko ndani yake. Kwanza tukijua ya kwamba moja, hali ya uchumi imekuwa ni mzito sana. Pili, tukijua ya kwamba watu wengi wako na shida katika manyumba zao. Inaweza kuwa aidha ugomvi kati ya bibi na bwana, kati ya wazazi na watoto, kati ya majirani na hata kati ya walimu na wanafunzi. Kwa hivyo tokeo lolote ambalo sio la kawaida likitokea, basi mtu anakuwa na mawazo ya muda mrefu ambayo anaweza kufikiria na hata akose usingizi. Na kwa sababu ubongo huu na mwili huu una uzito wake, ile uzito ya mafikara au kufikiria ikiwa mzito, basi hiyo sasa inaelekeza mtu kuwa si mtu wa kawaida, anachanganyikiwa. Sasa katika ile kuchanganyikiwa ndio inakuwa na mambo ya mental health. Inaweza kuwa unafikiria kwa kiasi ya kwamba hata hujijui. Unakuwa na ile tunaita stress, alafu inaweza kuwa inaenda, unaweza kuja hata kuwa na jambo lile ambalo tunaita baada ya stress unaenda mafikira inakuwa kupita kiasi, depression. Alafu sasa mtu anaweza kuchanganyikiwa vibaya sana, kwa sababu mtu ambaye anapata depression ni mtu ambaye hajijui na anaweza kufanya jambo lolote. Na hii imekuwa kwa wingi kwa sababu ya kutokuwa na utulivu katika jamii. Nikiuliza swali lingine, hii ni swali, kunakuwa na tofauti gani na stress na mental health? What is the difference between normal stress and mental health issue? Normal stress kwanza ni mafikira ya kawaida, lakini ile ambayo imepita kiasi, ambayo kwa mfano sisi huwa tunafikiria mambo tofauti tofauti tukiwa katika mazingira tofauti tofauti, lakini kuna jambo pengine linaweza kukustaajabisha au kukusumbua, ikakuelekeza ukawaza sana mpaka ukapata mpito wa ile kiasi inatakanwa. Hiyo ni sasa stress. Sasa stress ukisikia ni jambo ambalo limekusukuma kiasi ya kwamba sasa hata wewe inakusumbua sana. Kwa hivyo normal ni jambo la kawaida ambalo pengine ukiwa hata katika hapo pale tumekaa tunafikiria mambo mema, mambo mazuri, hiyo ni jambo la kawaida. Lakini ikipita mpaka ni sasa inarudi kwa stress, alafu sasa ikipita kiasi ndio sasa inakuja kwa ile tumesema sasa hivi depression.
Depression ni msongamano wa mawazo kiasi ya kwamba hujijui unalofanya. Kwa hivyo si jambo la inatokea siku moja, ni jambo ambalo linachukua muda kujijenga katika mwili wako. Na mtu ambaye ana dalili hizo huonekana ni haraka sana. Na yale ambayo kwa hakika inalete hii msongamano wa mawazo kupita kiasi, moja ni kukosa usingizi. Mtu binadamu anatakana alale masaa 8. Lakini ikiwa kwa sababu ya mambo fulani fulani ambayo imekudhuru kifikra, kimawazo, kiafya, unafikiria kupita kiasi, basi unakuta hata usingizi usiku upate. Na hiyo ikitokea kwa muda wa wiki moja, wiki mbili, sasa wewe unaanza kuwa na depression. Na ukishapata depression, hata hali ya afya unadorora. Unakuta huwezi kufikiria vizuri, unakuwa mkali, yale unazungumza ni mambo ya mchanganyiko, na hata hiyo depression inaweza kukuelekeza kujitoa uhai. Pahali nyingi ambapo tunaona watu wanajitoa uhai, si kwamba anajijua, hawajijui. Unaweza kuwa na depression ukagonga mtu mpaka ukamuumiza. Unaweza kuwa na depression ukafanya jambo unaona ni kawaida lakini si la kawaida. Lakini hizi dalili zote huzijitokeza mapema, kwa sababu tuko na familia, tuko na marafiki, tuko na jamii, lazima waone hizi dalili na lazima waweze kukushauri na kuingilia. Kwa hivyo, lakini kwa sisi Waislamu, alhamdulillah, depression ni nadra sana, kwa sababu sisi kwanza tunatoweka matumaini yetu kwa Allah subhanahu wa ta'ala, na tunakubali qadar. Qadar ni jambo lolote ambalo linatokea, liwe la kawaida lisiwe la kawaida, unalikubali kama ni matokeo ambayo imekukujia. Mfano, unaondokewa na mtu wako ambaye unampenda, au mtoto wako au mzazi wako, unasema tu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, unakubali. Lakini ikiwa hukubali, sasa unaanza kufikiria alirogwa, alifanywa hivi, kiasi ya kwamba hata inadhuru afya yako. Kwa hivyo kwa Waislamu, mara nyingi jambo ambalo linaweza kutuondolea hii shida ya msongo wa mawazo ni kutawakal Mwenyezi Mungu. Pili, kufanya dhikr. Tatu, kusoma Qur'an kwa wingi. 4, sala 5 na sala za ziada zile kama qiyamul layl, na sala za kushukuru, na sala ya rakaa 2 wakati unaponazidiwa na jambo, usali sunna rakaa 2 ya kumwomba Mwenyezi Mungu, salatul haja, sala ya haja. Kwa hivyo tuko na utaratibu mwingi sana ambao tukifuata tutaweza kudhurika. Lakini kwa sababu watu wengi leo ni kiasi ya kwamba tumekaa kidogo mbali na maelekeo ya dini yetu, sasa mambo kama hayo yanaanza kudhuru hata vijana wetu. Nikiendelea, how we can support someone who is strongly without, aje tuna support mtu ako na mental health without kumjudge. Kwanza hatutakikani kumhukumu mtu na kumzungumzia vibaya. Tunatakanwa mtu ambaye pengine amepatikana na madhara aina hii, kumsaidia na kumwelekeza. Mtu inaweza kupata mimi, inaweza kupata wewe, kwa sababu ya mazingira ambayo tuko ndani yake. Kwa hivyo ni muhimu kwanza kwa familia kuweza kumpa ile tunaita msaada wa kwanza ya kuweza kumshughulikia na kumzungumzia tatizo na kujua ni nini inamsumbua mtu. Na mtu ambaye pengine amepata changamoto ya aina hiyo, akizungumzia jambo linamsumbua, apate mashauri ya aina kadhaa wa kadhaa, mashauri ya kidini, mashauri ya kifamilia, mashauri ya kijamii. Na ikizidi kabisa, pia kuna matibabu katika hospitali ambapo
hakika unaweza kupewa madawa ya kuweza kuondolea shida kama hiyo. Mfano, ikiwa huwezi kupata usingizi, inaitwa insomnia, kwa muda mrefu, lazima upate matibabu katika hospitali zetu. Washauri wa wale wanahusika na mambo ya ubongo, upewe dawa ya kuweza kulalisha, upate mashauri ya kijamii, mashauri ya kidini. Lakini mtu ambaye ana matatizo kama hiyo, tusimzungumzie vibaya, tusimkejeli, tusimnyime haki zake, mfano ya chakula, haki zake ya mahitaji ya nyumbani. Ni lazima familia, jamii ishughulikie. Ikiwa ni mzee, watoto wake na familia yake wachukue hatua ya dharura kumshughulikia. Na ikiwa utaratibu huo utafuatwa, mtu pona haraka sana. Lakini ile shida ni kwamba unatekeleza mtu kiasi ya kwamba hiyo inapita hata mental stress, mpaka inageuka kwamba mtu sasa anachanganyikiwa, anaanza kuzungumza na vidole yake, anaanza kutembea tu ndani ya mabarabara. Hawa watu ambao unaona wamechanganyikiwa kiakili katika mitaa yetu, kwa hakika ni watu ambao wametekelezwa kabisa. Ingekuwa hawa watu wamechukuliwa na familia wakashughulikiwa hata kihospitali, kimatibabu, kidini, kifamilia, waonyeshwe mapenzi, wanaweza kupona haraka sana. Lakini ikiwa wanatekelezwa, wanawachwa namna hii, basi sasa inachukua muda kupona. Saa zingine inafika kiwango ya kwamba mtu hajijui, hata anatembea ndani ya barabara anagongwa na gari. Anaweza kuenda kulala pahali pabaya, umwe na nyoka. Anaweza kula chochote kwa sababu ya njaa imletee madhara. Kwa hivyo ni sisi kama familia, kama jamii, kama serikali kuchukua majukumu ya kushughulikia vijana na watu wetu ambao wako na changamoto hizo. Jambo lingine ambalo linachangia sana mambo kama hayo ni mihadarati. Vijana wengi leo wanatumia mairungi kama sehemu ya kujiburudisha, na imetoka mairungi imerudi kwa hata mihadarati ya aina tofauti tofauti. Sasa hizi vitu iko na madhara kwa ubongo na kwa afya za binadamu. Mfano, mairungi ukikula ulali, unajenga ghorofa za pepo. Lakini asubuhi ukiamka, sasa unaona yale vitu yote ambayo ilikuwa ni maua mazuri imepotea. Sasa unaanza kuwa na hasira, unaanza kosa usingizi siku moja, siku mbili, siku tatu, mpaka sasa tunaingia msongo wa mawazo. Unaona watu kama wanakuchukia, unaona watu kama wako wanashaka na wewe unaona tu mambo vingine. Kwa hivyo pia tunashauri watu wetu wawachane na mambo ambayo inaweza kudhuru afya zao, kama mairungi au inaitwa nini, mihadarati, bangi, nyingine mnaita nini, kete, sigara, vitu kama hivyo. Hata kwa sigara imeandikwa ni hatari kwa afya yako. Pombe, vinywaji ambayo watu wanafikiria inaburudisha, inatoa mawazo. Mtu anakuambia leo ni weekend, naenda kuburudika, unaenda kukaa kwa sehemu za kujiburudisha mpaka asubuhi ulali. Mwenyezi Mungu ametuambia fanyeni kazi mchana, usiku mpumzishe mwili wenu. Na hii mwili isipopumzika, si bongo peke yake, inaathiri moyo, kasi, damu inaenda kasi, inaathiri figo, inaathiri sehemu zote. Sasa unakuta kwamba wale watu ambao, na tunawaombea Mwenyezi Mungu aepushe na mambo kama hayo, watumiaji wa mihadarati, na yungi pia ni mihadarati, watumiaji wa vinywaji kama hizi pombe, whisky na vitu kama hiyo, chang'aa, vitu kama hivyo. Unaona tu hata hali ya afya inaanza kudorora. Na pia hata hawa bado na mapema, mtu anaweza lete toba kwa Mwenyezi Mungu, anaweza wachana na hizo vitu na kuomba tiba kwa Mwenyezi Mungu. Allah Subhanahu wa Ta'ala usamee. Tunapofanya dhambi haikimbizwi haraka. Tunaongojewa wa masaa kadhaa ili tuone kama tutatubu. Lakini pakubwa ni wale ambao familia, marafiki, jamii, ndugu wanatakikanwa kuingilia haraka kumwokoa mtu wao.
kama ni kijana, kama ni msichana, kama ni mzee, kama ni mama, waanze kumpatia mwelekeo, wapatiane mashauri. Kwa hivyo nafikiri tukienda mkondo huo tutakuwa vijana wetu wengi. Pili, vijana bado tunawapenda, wawe wasichana wawe vijana. Ikiwa mtu ameingilia mihadarati kupita kiasi, na tumesema amekuwa addict, yani amekuwa mtu ambaye bila mihadarati hawezi hata kukaa vizuri, bado tunampenda na tunataka mtu kama huyo afanyiwe mazungumzo, apelekwe hospitali, apewe dawa ya kuyeyusha au kuondoa ile uzito ya ulevi katika damu yake. Alafu anafanyiwa rehab, anapelekwa pahali ambapo anazungumziwa, anaelekezwa, anaonyeshwa mapenzi. Hapo ndipo watoto wetu wale ambao tayari waishatumbukia daraja ya kuwa wameingilia kabisa hizi vitu, tunaweza kuokoa. Tusiwadalilishe, tusiwazungumzie vibaya, tusiwadharau. Ni watoto wetu, tunaomba jamii iweze kufanya hiyo. Pili, kwa sababu hapa Isiolo hatuna rehab, tunaomba serikali, na tumeambiwa ya kwamba serikali ya jimbo imeweka mikakati katika rasilimali yake ya kujenga rehab. Rehab iwe moja ya sehemu ambayo iweze kushughulikiwa haraka sana ili tuokoe watoto wetu. Kuna rehab ambazo zimejitokeza, ni zile za private, zile za kulipa hela, inatafuta hela mingi sana, pia utaalamu yake hatujui. Kwa hiyo serikali ishughulikie, na vile vile hata sisi viongozi wa dini, siku karibuni tutaita mashehe wote tuzungumzie hili swala. Kila msikiti kuwe na kamati ambayo itashughulikia na kuwasaidia watoto wetu ambao tunawapenda, wale wamesongwa na mawazo kwa sababu ya mihadarati, wale ambao pia wamesongwa na mawazo kwa sababu ya mambo mengine tofauti tofauti. Kazi yetu isiwe tu ni kusali ndani ya msikiti na kufanya dua peke yake, haitoshi. Tunataka tuanze kutafuta watu wetu wale ambao wamepata shida kama hizi, kuwasaidia, kuwarudisha kwa msikiti. Nafurahi sana vijana wetu ambao wako katika tabligh wameweza kuokoa vijana wengi kwa kuongea tu na hawa, kwa kuwa karibu na hawa, kwa kwenda na hawa siku 3, siku 10, siku 40. Nimeona wengi ambao kwa hakika walikuwa katika hali isiyoeleweka, leo wanahubiria watu msikitini, na tunafurahi na tunaombea Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo natoa mwito kwa jamii jumla, hasa jamii yetu ya Isiolo, tusaidiane, tuhurumiane, hebu tupende hawa watu, na vile vile tupambane na haya maovu ambayo imeelekeza watoto wetu kuingilia mihadarati, na vile vile mambo mengine, si mihadarati tu. Kama kuna jambo limetokea katika familia, tutatue kwa njia mzuri. Na wewe kijana au msichana unayeniangalia, unayenisikiliza, unayenitazama, ukipatikana na shida yoyote isiyo ya kawaida katika ndoa, katika kazi, katika baina yako na marafiki yako, usiwache ikusumbue. Tafuta mashauri, tafuta mashauri kwa wazee. Tuko na wazee wetu ambao wana hekima na wanaweza kupatia mwelekeo. Tafuta mashauri kwa viongozi wa dini, maimamu, mashehe wetu. Tafuta mashauri kwa ofisi za zile zinazohusika. Kuja hata hapa kwangu mimi Ahmed Seif, ofisi yetu ya Staff Hope Association, na watu wengi wanakuja hapa, mashida tofauti tofauti, tunakaa chini, tunazungumza, tunaelekezana, na mwisho mtu anatulia kifikra. Kwa hivyo tuwe na utaratibu ya kuweza kuzungumza na watu wetu, waelekeza. Ukipata shida yoyote, vile nilivyosema, usinyamazie, isije kukusumbua kifikra, tafuta mashauri. Tukiendelea mbele, how important
ni umuhimu gani kijana kama mimi ama Gen Z kueleza shida hata kama ni ngumu, hata kama wanaona wanaaibika? Iko na umuhimu gani kujieleza uko na shida fulani hata kama ni ngumu kwako kusema? Kwanza nataka kuwashauri vijana, sisi ni wazee na viongozi wa dini. Unapopatikana na jambo lolote, usione haya kuomba msaada ya mashauri, lakini enda kwa yule ambaye unamtrust, yule ambaye unamwamini. Shida yako huwezi kuweka kwa kila mtu. Kuna watu unawaelezea shida yako alafu wanakupejeli, na hiyo si nzuri. Lakini shida yako enda kwanza, ikiwezekana kwa wazazi wako, kwa jamii ile iko karibu, kwa rafiki ambaye unamwamini, kwa viongozi wa dini, kwa wazee. Usione haya. Shida inaweza kuwa aina mbalimbali. Inaweza kuwa hata shida ya kiafya. Unaweza kuwa umepata shida ya kiafya alafu unanyamaza nayo, kila siku unafikiria hii afya yako vile inadorota. Mwisho unakosa usingizi, alafu inakupatia msongo wa mawazo. Ukiona uko na shida yoyote ya kiafya, tafuta mashauri kwa watibabu. Enda hospitali. Hata mimi ni mzee. Saa ngine nakaa naona mwili yangu inanizungumzia. Mwili unajua kuzungumzia mtu. Unaona leo sijaamka kawaida. Leo hata kutembea imekuwa taabu. Wengine leo hata kukojoa imekuwa taabu. Au leo tumbo inaniuma au naendesha kupita kiasi. Sasa ukinyamaza tu ukifikiria, sasa hiyo itadhuru afya yako. Lakini immediately, mara moja, kwa haraka tafuta mashauri kwa watibabu. Kama ni kati ya wewe na bibi yako, kati ya wewe na kijana mwenzako, au kati ya msichana na msichana wenzake ambao ni marafiki, lakini saa ngine marafiki hugeukiana. Usiweke hiyo mawazo kwa roho yako. Ikiwezekana kama ni jambo la kusamehe, samehe. Kwa sababu sisi Waislamu, kabla hujalala ni vyema yule alikukosea umsamehe. Usiweke kwa roho. Ukiweka mambo kwa roho, ni kama kibaba. Unajua kibaba? Kibaba English inaitwa tin. Kibaba ni kitu ambayo unaweza kuweka hata maji. Leo ukiweka tone moja ya maji, kesho, hii kibaba inajaa. Mwisho ikijaa inaweza pasua hiyo kibaba. Lakini sisi Waislamu tumefundishwa kabla ya kulala, ona nani alikukosea, nini ulikosea, usamehe. Na hii ni ishara mzuri ya kwamba wewe una imani kamili. Lakini ukikaa na mawazo, unafikiria kiasi ya kwamba hata nitamdhuru yule, nitaweza kumuua, nitaweza kumwekea mtego, nitaweza kumsumbua pale fulani, nitamwaibisha katika mitandao. Sasa wewe hujajisaidia, wewe mwenyewe unajiumiza. Kwa hivyo usidhuru mtu. Yule anayetaka kudhuru mtu, don't hurt anyone. Tunasema ukidhuru mtu itarudia wewe kwa njia nyingine. So kutafuta mashauri kwa wahusika. Kuna wale wanasema nikiambia rafiki yangu ananicheka naogopa. Kuna wale watu kama hiyo. Ajili nakwambia, tafuta mashauri kwa yule unamwamini. Yes, kwa yule ambaye humwamini wachana naye. Kwa nini unampa siri yako? Enda kuja kwa mzee kama mimi ambaye ni baba yako. Rekala nimekupita umri. Kaa chini. Mzee wangu niko na shida namna hii, nisaidie, nielekeze. Tunazungumza, tunaelekeza. Na si vyema katika sheria za Kiislamu na nidhamu zetu kutoa aibu za watu nje. Ajili hiyo hata tunapoosha maiti hatutakani kuzungumzia aibu zake. Unaweza kuwa na kasoro, haufai kwenda kuzungumza. Kwa hivyo waacha maiti yule ambaye hapo hai hata unamuona hapo na kasoro, haifai kwenda kumsengenya. Yule leo anakaa namna hii, yule leo anaanguka. Sitiri aibu ya mwenzako, yako pia isitiriwe. Kuna wale wamekosa hope na maisha. Wanasema mimi nimechoka na maisha. Haya yanaweza sababisha kuwa na tatizo za nini? Inaweza. Kuna wale ambao wanajiona upweke. Wengine hana kazi, watu wake hawamsaidii,
marafiki wamemtenga. Sasa mtu anakosa matumaini. Lakini wacha nikwambie, usiweke matumaini yako kwa binadamu, weka matumaini yako kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Omba Allah subhanahu wa ta'ala, ambaye saa zote anakuambia niombe nikujibu, ambaye anatupenda na hatupendi kwa sababu sisi ni matajiri, anapenda kwa sababu tunamlilia. Kwa hivyo ikiwa unaamini Mwenyezi Mungu, hakuna mtu ana shida. Saa hii ukienda kwa kila mtu atakwambia shida yake, lakini shida zetu tunaweka matumaini yetu kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Baada ya kuweka matumaini pia tunajaribu. Hatusemi tu tunaomba dua alafu tunalala. Mfano, kama huna kazi, weka matumaini yako kwa Mwenyezi Mungu, sali sala 5 kwa njia nzuri, soma Qur'an, weka dhikri, sali qiyamul layl saa 8 saa 9 ya usiku, wakati Allah subhanahu wa ta'ala anakuja kwa arshi yake. Weka shida zako kwa Mwenyezi Mungu. Baada ya hiyo sasa matumaini hiyo, jaribu, utafunguliwa njia. Hata kama niko huja kuni, usione haya. Hata kama unabeba mzigo, usione haya. Hata kama utasimama kwa stage, usaidie watu kubeba mzigo, upate riziki, usione haya. Tafuta njia, tafuta utatibu na misaada. Kuna vijana wengi wanakuja hapa, wamekosa kazi, wamesoma vizuri, wanachukiwa na jamii. Tunawapa mwelekeo, tunawapa matumaini, hope. Lakini weka matumaini yako kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Hakuna jambo litakuharibikia, na hakuna mtu ambaye leo hii katika hii ulimwengu binadamu ambaye ni kamilifu 100%. Hata yule ambaye leo ana mafanikio ya kidunia, ukimwendea anaweza kutamani wewe ndio bora kuliko yeye. Wengine wewe uko na afya mzuri, unalala usingizi mzuri, yeye anaweza kuwa na changamoto za kiafya, changamoto mingi, hata anaona wewe ni afadhali kuliko yeye kama angeweza kununua afya yake. Kwa hivyo usiangalie juu, usiangalie nani hapo juu yangu, na kwa nini fulani anaendesha gari, kwa nini fulani amejenga magorofa, kwa nini fulani amefanikiwa. Usiangalie juu, angalia chini. Kuna yule ambaye wewe pengine uko na afya, hapo hospitali. Wewe pengine unatembea, hata kutembea yeye hawezi. Wewe pengine unapumua, yeye lazima apumue na oksijeni. Unasikia? Kwa hivyo weka matumaini yako kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ni advice gani ungependa kupatia youth ambayo wanasafa na mental health kwa saa hii? Vijana wetu ambao kwa hakika tunawaita nguvu kazi ya jamii, nguvu kazi ya nchi, na ambao ni wengi katika nchi hii. Vijana ndio wengi katika population ya jamii, na vijana wengi wako katika ile tunaita object poverty, katika hali ya ufukara, kwa sababu ya ukosefu wa ajira na ukosefu ya rasilimali. Mimi ningeomba kusema hivi, kuna njia nyingi ya kuweza kupata riziki halali, na mimi nataka kutoa mfano. Hapa Isiolo kuna vijana wamejiunga vikundi. Kama unajua Juma ambaye ana kikundi ya vijana ambao kwa hakika walikaa pamoja wakazungumza, hata waliweza kuja hapa kwangu nikawazungumzia. Wameanzisha miradi ya ukulima, wameanzisha miradi ya nyuki, wameanzisha miradi ya kuku. Leo hii tukizungumza, vijana hawa wanajitegemea. Kwa hivyo vijana, kukosa kazi si mwisho wa maisha. Kuvunjika mwiko si mwisho wa kupika ugali. Kuna mambo mengi mnaweza kufanya. Mkae pamoja, mradi mbadilishane fikra kwa njia nzuri. Muunde kikundi, muanze kufanya shughuli kidogo ya kuboresha maisha yenu. Kuna wale wanafuga kuku, kuna wale wanaanzisha kashamba kidogo, kuna wale wanaanzisha kazi ya kuosha magari, kuna wale ambao wanaweka hata hizi
nursery za maua. Kaeni chini mfikirie ni jambo gani zuri tunaweza kufanya ili tuweze kujimudu kimaisha. Lakini ile jambo ambalo linakusikitika, vijana unakuta wanakaa kwa vikundi, wanakaa wakikula miraa kutoka tuseme asubuhi ama saa 7 mpaka usiku yote. Ile mazungumzo iko hapo, it's not productive. Ni mazungumzo ya kupotosha. Kitu hakuna, mambo ya kujenga hewa. Na sasa hiyo ni kupoteza wakati. Kwa hivyo ningeomba vijana wasitafute mashauri kwa kusema ni kila miraa, nikinywa pombe, nikitumia bangi au vitu vingine, tumbako, itaniondolea mawazo. Haikuondolei, in fact inaharibu hata afya yako. Kwa hivyo tafuta mashauri pia kwa familia. Kuna familia ambazo tunaita extended family. Enda kwa familia, mwambie mimi sina kazi ndio, lakini naomba msaada nianzishe biashara kidogo. Watu wanasaidiana. Watu wanasaidiana. Kuna hizi mikopo ambayo pia sisi hatupendi kwa sababu iko na riba. Hii mikopo tumezungumza na wahusika kwamba hasa kwa vijana wa Kiislamu wapewe mikopo bila riba. Lakini kama haiwezekani usichukue. Kwa sababu sasa wewe unapigana vita na Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wewe tafuta msaada kwa Waislamu. Kwenda hata kwa imamu. Kuja kwa imam council. Kama vijana mwambie sisi tunataka kuanzisha mradi na hatuna mapato. Hata kama itachangwa kwa msikiti ichangwe. Na tunataka kuita mkutano mkubwa sana ya maimamu wetu ili katika kila msikiti, katika kila kijiji waanzishe namna ya kuweza kuangalia maslahi ya vijana. Hata kuwe na mfuko ya mchango kila mwezi mara 2 na vijana wale ambao kwa hakika wanataka kuanzisha biashara kidogo, hata kama ni shilingi 5,000, mtu anaweza kuanzisha kitu 1,000. Hata kuna watu wanapata 1,000, anunua biskuiti, anunua peremende nini ya box kidogo, unaona anatembeza kwa stage. Ni riziki halali ambayo unakula, na Mwenyezi Mungu kupitia hiyo anaweza kukubariki. Ile mbaya ni wewe kuangalia juu. Wewe unataka kununua ndege na ujue yule alipata pato namna gani, lakini usiingie biashara ya haramu ambayo si halali. Usiingie uuzaji wa mihadharati kwa sababu inaleta pesa haraka. Usiingie wizi kwa sababu utapora watu ili upate pesa. Hii mambo kama hii yote waacha mbali. Nimesema weka matumaini kwa Mwenyezi Mungu, tafuta riziki kwa njia halali, Allah atakufungulia njia. Huenda kizazi kile wewe utazaa itakuwa ni kizazi ambayo Mwenyezi Mungu ameibariki zaidi. Kwa hivyo maisha haishii hapa. Wangapi wamezaliwa katika hali ya umaskini? Wengi wetu tumezaliwa katika hali ya umaskini, lakini tumeweka matumaini kwa Mwenyezi Mungu, na ni Mwenyezi Mungu anajua destination yake. Lakini wewe fanya bidii. Kama ni shule fanya bidii, kama ni kazi kidogo fanya bidii. Kama umemaliza kidato cha 4, mimi ningewasihi vijana wetu wajaribu kwenda polytechnic. Kazi za mikono siku hizi ndio kazi ambazo mwenye kujua ujuzi wa mkono akosi mapato. Unatembea na spana zako, kama ni electrical unamtengenezea mtu kitu kidogo 500. Mfereji ya maji unamrekebishia, na kila siku wanahitajika. Fundi wa kushona nguo kila siku unahitaji, wekezi kiraka nini, suruali imepasuka, shati imepasuka. Kuna mambo mengi. Ile tu tunawasihi vijana ambao tunawapenda wasikae upweke. Watafikirie namna ambao wanaweza kuendesha maisha yao. Kwa hivyo kaunti pia naona imetengeneza hii center inaitwa nini? Youth Center, pale ambapo wanafundishwa IT na mambo mengine kidogo. Lakini wasihusishe na mambo ambayo kisheria haikubaliki. Sheria haikubaliki. Na kwa hivyo nafikiri tukifanya hivyo kwa jumla, tukishikana viongozi wa dini, kwanza kila imam katika msikiti tunasihi anzishe kamati ya wazee
katika hiyo msikiti, aangalie vijana wangapi wako katika hiyo area, atengeneze kamati ya kuhusika na vijana ili vijana wetu wasiingie mihadharati na kadhalika. Sisi pia tutakuja ulizwa na Mwenyezi Mungu, namna gani tumewalea hawa vijana. Si yangu ile nimezaa peke yake, niko na majukumu kama imamu, ako na majukumu ya wale watu ambao wako kwa kijiji hiyo. Akae na wazee, washauriane, vijana tuwaite, tuwazungumzie, tuwaelekeze, tuone shida ni nini, tuwachangie, tuanzishie miradi kidogo kidogo. Vitu kama hivi tunaweza kufanya na tufaulu, lakini kama jamii ni kama tumesahau. Kila mtu na lake. Ndio maana unaona tunaweka mageti kubwa kubwa hata kufungulie watu geti. Kwa hivyo tuwe ni jamii ya kusaidiana. Tuwe na mfuko katika kila msikiti ya kusaidia vijana wetu, so that maisha yao iboreke. Na maisha ya vijana ikiboreka, hata uchumi wa nchi inaboreka, hata maisha amani inapatikana. Lakini tukiwatekeleza vijana, nakwambia hata hatutaenda kusali msikitini, maana mtu atakungoja kwa barabarani sala subi akunyonge, akunyang'anye kile ulicho nacho. Kwa hivyo kabla ya shida kama hii kutokea, iwe shida ambayo itasumbua jamii baadaye, ni lazima tulizungumzie sasa. We have to address these challenges the young people are facing as leaders, religious leaders especially. We have spiritual responsibility. Tusitekeleze, tusiseme tu sisi tunasali tunatoka msikitini. Tunataka kusali, lakini tujue hali ya watu wale ambao wametuzunguka. Kila msikiti iwe na kamati ya kushughulikia mambo ya vijana na mambo mengine. Tukimalizia, mimi nataka kutoa nasaha kwa vijana wetu, wasichana na vijana, hata na wazee, baadhi ya wazee. Hii mwili tunasema mtu ni afya, lazima tuchunge afya zetu, na njia moja ya kuchunga na afya ni kulala masaa ile inatakikana, masaa 8, 9. Lakini vijana wetu wengi wa siku hizi, kwa sababu ya mitandao, unakuta mtu ako kwa mitandao saa 8, saa 7 usiku. Ikifika saa 10 ndio analala, sala inampita. Kesho yake akiamka, hata akienda ofisi, kazini ama kibarua, kwa sababu ya kukosa usingizi, mtu anachanganyikiwa, anaanza kuwa mkali. Mental health inaanza hapo. Kwa hivyo ningeomba hii mitandao, sisi kama wazazi tuzungumze na vijana na watoto wetu utaratibu ya kutumia mitandao. Mitandao ikifika baada ya saa 2, tafadhali sana, hii mambo ya kujishughulisha na mitandao wachana naye. Angalia afya yako, maana afya yako ikidhurika, wewe ndio utaumia. Na siku hizi vile tunaona watu hawasaidiani pia, hata kwa hospitali ni ngumu, mtu anaumia kwa sababu ya mambo ambayo ingeweza kuzuiwa. Ya pili, vijana wetu ambao nimeona wanaandika sana kwa mitandao, na saa zingine ukiona mambo inaandikwa si mambo mazuri, ni mambo ya kukashifu, mambo ya kuzungumzia watu wengine. Hii pia ina madhara yake, kwa sababu unapomzungumzia mtu, tumeelekezwa katika dini yetu ya Kiislamu, usisengenye mtu, usisengenye mtu na usifanye fitna na mtu. Bora yule anayeua, hatusemi kuua ni mzuri, lakini imetolewa mfano, mtu aliyeua ameua mtu mmoja, lakini yule ambaye ameweka fitna ambayo itadhuru watu wengi. Kwa hivyo naomba kwa unyenyekevu na heshima, mtusikilize. Usiweke kwa mitandao mambo ambayo unaona itagawanya watu, itadhuru hadhi ya mtu, heshima ya mtu. Usiandike juu ya mtu mambo ambayo hujui, hata kama unajua na unajua ukiandika italete madhara. Wachana naye. Kwa hivyo wewe kama upendi wewe binafsi kufanyiwa vile unafanyia watu, kwa nini unafanya mambo haya? Na unajua ya kwamba unapoudhi mtu akalilia Mwenyezi Mungu, ya Rabb, akawatia haya mambo Mwenyezi Mungu, kwa hakika inarudi kama rocket kwako, itakupiga vibaya sana. Kwa hivyo tuachane nayo mambo
ya kuandika juu ya watu wengine, kusengenya watu wengine, kuzungumzia watu wengine. Unakuta 24 hours, masaa 24, watu wanaandika juu ya mambo ambayo haina faida. Unapoteza wakati wako. Hata ukilipwa, wengine wanasema wanalipwa. Wewe unalipwa kuingia shimo la moto au jehanamu. Waachana naye, tafuta riziki halali. Kwa hivyo tulale usingizi, masaa inatakana. Baada ya Isha, qiyamul layl, amuka sali, omba Mwenyezi Mungu kama wewe ni Muislamu. Amuka salatu subhi, tafuta riziki yako mapema, jishughulishe na maslahi yako. Lakini mambo ya mitandao, eneza mambo mema kwa mitandao. Kama hii sasa ni mitandao mnatengeneza, lakini mambo mema ambayo itasaidia watu wengi, watu ambao watatutazama na kusikiliza. Pengine itakuwa maisha ya mtu, pengine kazi mzuri na ujuzi mko naye, haishii hapa. Mwenyezi Mungu anawaandikia baraka. Tukiokoa mtu mmoja kutokana na yale tumezungumza, nyinyi pia mnapata thawabu. Kwa hivyo tujishughulishe na mambo ambayo itajenga imani yetu, mambo ambayo itajenga afya yetu, mambo ambayo itajenga jamii zetu. Tusijiingize mambo ambayo hatuna uhakika nayo. Hata kama una uhakika na mambo na ni mambo mazuri, lakini unajua ukiandika katika mitandao italeta mgawanyiko na ni jambo zuri, wachana naye, uwe katika usalama wako. Kwa hivyo pia tunaomba vijana tuwe mabalozi wa kueneza amani, kueneza amani. Mara nyingi kwa sababu ya ile vijana wanaruka na jambo fulani chini fulani juu, na kosea watu adabu. Hiyo pia haisaidii na ufanye kazi ya amani. Hiyo ni dhambi tu mnajiletea. Ukiona mimi kama mzee nimekosea na kama kiongozi, kuja kwangu, kaa na mimi, nielekeze, nitafurahi na nitakufanyia dua. Lakini usikashifu mtu ndani ya mitandao. Sitiri aibu ya mtu, Mwenyezi Mungu asitiri yako. Mwenyezi Mungu atakupa vizazi vizuri. Mwenyezi Mungu atakupa afya mzuri. Mshtuko wa watu na mdomo ya watu, fulani anaandika kitu kama hii, fulani anaeneza fitina, si mzuri. Sawa? Lakini ukiona kuna jambo linakusumbua, uko na haki ya kwenda kwa viongozi wako, hata kwa imamu wako ndani ya msikiti. Akikosea, uko na haki ya kukaa na yeye na kumuelekeza kwa njia ya adabu. Hata mimi kama mzee wenu, ukiona nimekosea, kwa sababu hakuna binadamu kamilifu, nakosa tu, uje kwangu taratibu, sema mzee, tunaona hapa umetereza. Nitafurahi na nitakurekebisha, nitarekebika na umenisaidia, sio? Lakini kwa mitandao yale tunaona inaandikwa haisaidii. Alafu huyu anaandika hii, yule anaandika hii, yule anaandika hii leo, kesho kutwa. Sasa shehe, ikiwa utakuwa unaandika hiyo mitandao, roho yako itoke, huyo si hali itakuwa mbaya sana. Badala ya dhikri ya Mwenyezi Mungu usiku, wewe uko kwa mitandao kukashifu watu. Ndani ya hiyo hali ukifa, si ni hali hatari sana. Kwa hivyo tujichunge, kwa sababu kila siku tunazika watu. Ndani ya hiyo kaburi tunaenda, yale yatatusaidia ni matendo mema. Tuwe na matendo mema, tupende wengine, tuishi wengine na amani. Na ukiona mtu amekosea, msaidie, usimdhuru, msaidie. Binti zetu vile vile wasijihusishe na mambo ambayo itaharibu heshima zao, na tulinde heshima za binti zetu, kwa sababu siku hizi tunasikia mambo ambayo sisi kama wazee zamani hatukuwa tunayaona. Mambo kama rape, mambo kama saa hii watu wanapendana, wanafanya harusi ya hali ya juu, ndani ya mwezi moja watu wametengana. Mambo kama hayo, hakuna nyumba haikosi changamoto. Watu wakae chini wazungumze. Kupitia mazungumzo unaweza kuokoa mambo mengi sana. Asante. Mungu awabariki. Tunawaombea wale wote ambao wako na changamoto hii ya mental health, Mungu awape nafuu. Mungu awaondolee hiyo changamoto. Tunawaombea wale ambao wako vitandani ni wagonjwa, Mungu awape nafuu. Tunawaombea vijana wetu wengi ambao hawana ajira, ya Rabbi wafungulie njia ya riziki halali.
Tunaombea wale vijana ambao pia wanafanya bidii, wazidishie maarifa katika kazi zao. Amin ya rabbil alamin. Jambo la mwisho, tumeomba vijana wajishughulishe na mazoezi. Kama unacheza mpira, uenda cheza mpira. Kama unaweza kimbia, kimbia. Kama unaweza fanya mazoezi nyumbani, fanya. Sisi kama tumeunda kikundi inaitwa Walk for Health. Kila Jumamosi tunatembea kilomita 10, 17, 16. Na hii imeweza kunawirisha afya ya vijana wengi sana. Kwa hivyo hii mambo ya kusongwa na mawazo pia inapungua mtu anapofanya mazoezi. Si yule ambaye hapo na TV, hata ndani ya room yako unaweza kufanya mazoezi, hata unaweza kukaa chini unafanya mazoezi kwa kiti. Mradi tu hata ufanye ukitembea, usipande pikipiki au gari kila saa. Fanya mazoezi ili upunguze mawazo ambayo pengine inakumba watu wetu. Mazoezi ni muhimu kwa afya, na pia tuchunge diet, vyakula vile tunakula, tuchunge afya zetu, tuende kwa vipimo vile vinatakana. Wale wanatakana blood pressure wapime, sukari wapime kila mwezi, ili ujue hali yako kiafya, na tuzingatie mazingatio ya kiafya. Asante kwa nasi kwa leo, tunashukuru. Thank you for listening for Formula Comedy Podcast today. In today's episode, help you many things to consider, share it with someone who may need it. Don't forget to subscribe. Until next time, take care of your mind and take care of each other. Shukran. Na sisi tunasema Kiswahili, mtu ni afya. Mtu ni afya. Let's take care of our health. Be mental health, be another health. Asante sana. Shukran.